Mshenzi mkubwa wewe. Hivi Pablo, unaweza ukaniambia ni sababu ipi ambayo imekufanya mpaka yule jamaa umemwachia ametoroka kirahisi na kizembe kiasi hicho? Hivi unajua nimetumia nguvu kiasi gani kumtafuta yule jamaa? Unajua nimepoteza muda kiasi gani kumtafuta yule jamaa na kumpata, kumtia kwenye mikono yangu? Halafu unakuja unamwachia kirahisi tu anaondoka. Oya, naomba unisikilize. Yaani, unajua kabisa kuwa nimepoteza pesa nyingi na muda wa kutosha kumtafuta yule jamaa na kumfuatilia mpaka namtia kwenye mikono yangu. Halafu wewe unakuja tu unamwachia kizembe kiurahisi kabisa anatoroka. Sio? Unataka kuniambia sasa nguvu yangu niloitumia kumtafuta, pesa yangu niliyoiwekeza kwake na kwako nilokupatia ni zaidi ya milioni ngapi unajua? Ni zaidi ya milioni 5 mpaka namkamata yule jamaa. Sijui tunaelewana vizuri? Kwa vyote vimeenda bure. Yaani nimefanya kazi bure, nimefanya kazi ya kanisa ambayo haina malipo. Au ambayo sijafaulu hata mimi mwenyewe nilichokuwa nakitaka kwenye moyo wangu hakijatimia, kaondoka. Unaweza ukaniambia labda chochote ili niweze kukuelewa? Madam, naomba unisikilize. Mimi sijafanya makusudi mtu wako kupotea. Mimi nilitoka pale sio kwa nia mbaya, lakini kuna issue za muhimu nilienda kuzifuatilia. Kuna watu wawili walikuja pale maskani na nilipata taarifa zao. Ilibidi mimi niende nikafuatilie kwa sababu wale watu walikuwa wanamtafuta mtu wako na nilihofia wenda wanaweza wakawa ni maaskari. Nilivyofika kule nilielekezwa walikuwa ni watu wawili, lakini yule mdada kwa maelekezo niliyopewa kama anamfahamu, ila yule dogo wa kiume sijamjua vizuri bado. Yule mdada wakati namteka mtu wako walikuwa pamoja, ila yule kijana sijafanikiwa kumjua vizuri. Kwa hiyo wakati nilivyorudi sasa kule machinjioni nikawa nimekuta hali kama ile pale. Kwa hiyo sikujua nini kimetokea na sikufanikiwa kumuona tena. Na hata yule jamaa ambaye nilimpa kazi ya kubaki naye alikimbia kwa wenge. Hadi sasa sijajua yuko wapi. Pablo, naomba unisikilize kwa makini. Tena hiyo akili yako uitege kabisa mahali hapo, nisikilize na unielewe. Usitake kuchezea akili yangu na kuivuruga kuifanya kama mchanga na simenti. Oya, nadhani unajua kabisa upande wangu wa pili. Nikishakasirika naweza kufanya kitu chochote kile. Yaani sishindwi wewe kukulipua na risasi hapa sasa hivi. Naweza nikatoa pisto afu nikakumaliza na ukanishangaa. Kitu ambacho tu sasa hivi naweza nikakwambia. Naomba unisikilize kwa makini. Tena utege hayo masikio yako kwa umakini kabisa na unielewe. Kitu ambacho nakitaka, yule jamaa namtaka. Na hao walikuwa wanamtafuta, hao wawili, binti na huyo kijana, wote nawataka. Nawataka niwakute kule mjumbani ndani ya masaa 24. Namtaka huyo mtu na hao wenzake wote. La sivyo, usipofanya kama nilivyokuambia, maisha yako, moyo wako na kila kitu chako kitakuwa ni halali yangu. Nitakuua. Usijali madam, hilo swala limeisha. Maana hata mimi nishaagiza crew yangu iende ikawatafute hao watu wawili. Kwa hiyo muda wote ule takupa majibu. Sawa. Nategemea taarifa nzuri kutoka kwako. Bibi Supu, nimesikia wito wako na nipo hapa kukusikiliza. Mbona unalia? Nini kimekutokea? Auntie Mbunga, maisha yangu ni magumu sana. Mimi siwezi. Nilikuwa naomba nirudi nyumbani kwa sababu mama wangu ananitesa sana. Yeye anipenda tikiti kuniona nyumbani kwake. Maisha yangu mimi siwezi. Naomba ngatishike nikiwa na babangu. Maana mimi nimemisi babangu. Kuna muda napitia mateso hadi natamani mimi nife. Kwa mimi naomba Auntie Mbunga, niko chini ya miguu yako. Naomba urudishe nyumbani kwetu. Bibi Supu, nadhani nishakwambia mapema. Ni hali mateso unayopitia huku
kuliko mateso ambayo ungepitia ukiwa nyumbani kwenu. Mimi ndo najua sababu ya kukuleta huku. Endelea kusubiri, nyumbani kwenu nitakurudisha mpaka pale nitapoweka mambo sawa. Hapana Aunti Kimbunga, naomba urudishe nyumbani kwetu. Mimi uko sawa kuendelea kuishi. Naomba turudi nyumbani kwa baba yangu, naomba nisaidie. Sawa, nimekuelewa, lakini itabidi univumilie kwanza na uendelee kukaa huku mafichoni mpaka nitapoweka mambo sawa, ndipo nitakurudisha nyumbani kwenu. Lini sasa? Mshumaa umezima, nuru imekwisha, upendo umekwisha. Jeni, mimi nadhani inatosha sasa. Nadhani nikamalizia mwenyewe. Kwa sasa nadhani naendelea vizuri. Mungu ni mwema sana. Yaani kwa hali uliokuwa nayo jana, kusema kweli mimi sikuweza kulala kabisa. Ila imekuwa kama bahati, naona hali yako unazidi kurecover. Na watu wako wa karibu wote tuko hapa. Unaweza ukatuambia ni nani huyu alikuteka na kiliendelea nini huko? Jeni, mimi nadhani unajua kila kitu kilichotokea. Na sidhani kama kuna haja ya kuelezea tena. Lakini labda nielezee tu kwa niaba ya watu wengine, kwa sababu nadhani hawakuwepo katika eneo la tukio. Hivyo hivi, wakati tupo mtaani mimi na Jeni tunatembea, ghafla alitokea jamaa mmoja hivi akamteka Jeni, kisha akamnyoshea kisu kwa ishara kwamba alitaka kumzuru. Sasa wakati anamnyoshea kisu, mimi niliogopa sana, na ikabidi niweze kuzungumza naye kwa niaba ya kumtetea Jeni, kwa sababu alikuwa ameshika silaha yenye ncha kali na muda wote angeweza kumfanya chochote kile Jeni. Sasa wakati namtetea pale, simfai kitu chochote pale Jeni, nikashangaa tu nimepigwa na kitu kizito sana usawa kichwani. Na baada hapo sikujua ni kitu gani kilichoendelea. Nilidondoka chini. Rafiki yangu pole sana. Unajua jambo lilokukuta wewe ndio lingenikuta mwenzangu na mimi hapa. Kia Mungu, nisongee unafiki ningekiona cha mtema kunde. Ila mimi niseme tu, we mwanangu jembe. Yaani we jembe mwanajeshi kabisa, mwanangu la kuigwa. We yani kwa katika harakati zetu la watu wa usiku, we na wewe mwanangu kichiwe jitu la usiku. Kweli tena mwanangu, mimi niseme tu pole sana. Asante sana Kipuli. Kaka, sisi hao yote mbona tunayajua? Jeni ameweza kutuambia kila kitu, yaani ameongea ukweli wote. Sisi tunachotaka kujua, huko ulikopelekwa kiliendelea nini? Sisi hicho tu ndio ambacho tunataka kujua. Kwanza kabisa nashukuru kwa sababu wasiwasi wangu ni kwamba je, mngeweza kumuelewa Jeni. Lakini kwa kuwa mmemuelewa Jeni kwa alichokisema, nashukuru Mungu sana. Na kilichoendelea huko hakika ni fedheha tu. Nimepigwa sana. Nimepigwa sana ngumi nyingi. Nimepigwa ngumi za mbavu, za chembe. Hakika kwa kile kipigo angekuwa ni mtoto wa kike, basi angeshakata kamba. Yaani angeshaga dunia. Lakini kwa kuwa nilikuwa ni mwenyewe mbupu mfupa, mguu nondo, mguu chuma, stili waya, niliweza kukaza. Ndio mpaka sasa hivi nipo hapa. Lakini angekuwa mtoto wa kike angeshaga dunia mapema sana. Pole sana kakangu kwamba umepitia huko. Lakini kaka, unamjua ambaye amekuleta hapa nyumbani? Sister Farida. Ukiniuliza hivyo of course na mimi nitakuwa sina jibu la kukujibu. Lakini namkumbuka mtu mmoja tu ambaye alimnyoshea kisu Jeni. Yaani mtu ambaye alikuwa amemteka Jeni. Of course nikimwona hiyo haiwezi kuchomoka kabisa katika akili yangu. Lakini kilichoendelea huko mafichoni sikuweza kukiona. Ila kiliendelea huko ni kipigo tu na manyanyaso. Na pia katika kumbukumbu zangu nakumbuka alikuwa anamzungumzia madam sijui. Yaani inaonekana walikuwa wametumwa na mwanamke au wanawake. Kwa sababu nakumbuka kipindi nipo huko mafichoni usiku mmoja walikuja hao mashangazi wawili. Walinipiga sana. Of course usiku walinipiga bila hata huruma.
na hapo ndo nikagundua kweli dunia haina huruma. Na baada ya hapo waliondoka, lakini siku yake ilivyokucha, nakumbuka alikuwa anazungumzia kwamba sui shangazi, sui madam, lakini sikuweza kabisa kuwaona kwa sababu hawakuruhusu kabisa hata kunifungua macho, na sikuweza hata kupepesuka kwa sababu walinifunga mikono, walinifunga uso na walinifunika na kitu kizito sana usoni, lakini sikuweza kabisa kumtambua mtu yoyote yule. Ila nikimpata mtu wa kwanza kabisa kumuona ambaye alikuwa amemteka Jeni, nadhani naweza nikawajua wote. Ndio hicho tu ambacho mimi nakikumbuka katika fikra zangu. Lakini nikiwakamata, nikiwajua, lazima watalamba lami. Yaani lazima watakunywa maji ya mtaroni. Kwa sababu haiwezekani nikamate bila hatia, haiwezekani wanisurubu bila hatia, yaani haiwezekani mimi wanitukane, waninyanyase. Unajua amenipiga ngumi nyingi sana za mbavu, za kifua. Of course sijisikii vizuri kabisa. Kwa nikiwakamata, watajua kwa nini niliitwa Mbupo Mfupa na kwa nini nilienda kuishi South, kuishi hapa TZ. Lazima watalipa Sister Farida. Yaani lazima walipe. Wakipuli mapulinga, lazima walipe. Sikiliza nikwambie mwanangu Kichinjile. Swala la kusema wewe tulipishe kishashi, mimi mwenyewe nipo tayari. Tunaenda tunawasakaja waliko na sisi tupo. Mwanangu mimi siwezi kuvumilia mwanangu upigwe, mimi nipo. Nature lali mwanangu, tutamkatakata mtu mapanga tukimkamata. Nikwambie kabisa mwanangu Kichinjile, hakuna kumwacha mtu salama kwa babake. Uhakika mwanangu Kipuli. Yaani lazima walipe. Sister Farida, pia asante sana kwa kununulia dawa. Kwa sababu nimekunywa dawa kwa sasa hivi nadhani mbavu kidogo zinaachia. Tofauti na hapo awali. Hapo awali nilikuwa nashindwa kabisa hadi kuhema. Kwa sababu nilikuwa nikihema nahisi kabisa mbavu zinabana sana. Lakini nikushukuru sana katika hilo. Na pia Jeni, asante sana mamangu. Usijali. Basi sawa kakangu, usijali kuhusu hilo. Lakini pia naomba niingie ndani nikakuandalia chakula. Jeni, mpeleke kakangu ndani aenda kapumzike. Sawa. Twende. Asante Mungu, mimi namshukuru Mungu mimi. Farida, mimi hapa sikuelewi. Yaani tangia umefika hapa nakwambia umechachuka kama chachandu. Kuna nini tena? Yaani madam, nina furaha hatari. Kakangu sikarudi. What? Amerudi? Ndiyo, kakangu karudi. Kakako amerudi? Nani kamrudisha? Hata mimi mwenyewe sijui nani kamleta pale nyumbani. Farida, unawezaje kuacha kujua mtu aliyemrudisha kakako wakati huyo mtu ambaye amemrudisha kakako anaweza katuambia baby supu yuko wapi? Madam, mimi hata sijui nani kamleta. Farida, kwani ulivyomuuliza nani kamleta pale amekwambiaje? Yeye amesema jui chochote. Yaani hakumbuki chochote kabisa kuhusu ambaye amemleta pale nyumbani. Lakini pale nyumbani waga kuna dogo ambaye alikuwa anakaa pale pamoja na yule madamu mwenzako. Ndo alinipigia simu na kuniambia kwa kaka amerudi. Nikawa nimefika pale na nilipofika pale kweli nilimkuta. Farida, inawezekanaje mtu akamtoa kaka yako huko alikomtoa akamleta hadi hapo nyumbani na asiseme amemtoa wapi? Uone kama hii ni hatari? Ni kweli kabisa madamu. Lakini mimi mwenyewe sijui chochote. Basi sawa. Kakako umejaribu kumuuliza hao watu waliomteka ni kina nani, au labda alifanikiwa kuwaona, au alikuwa kwenye mazingira gani? Yeye anachosema huko ambako alipelekwa walikuwa wamemfunga macho. Yaani hawakuweza kabisa kumruhusu aweze kuwaona. Walikuwa wakimpiga huko, wamemfunga macho. Kila kitu ambacho walikuwa wanamfanyia walikuwa wamemfunga macho. Kwa hakufanikiwa kumuona mtu yoyote. Lakini alisema kuwa yeye anachokumbuka kuna wanawake walikuja usiku na walimpiga sana hata wao. Pia hawakuweza kabisa kuruhusu waweze kuwaona. Pia hata hawa watu ambao walimchukua
walikuwa wanasema sijui kuna mama sijui madam, walikuwa sio wanamuita madam sijui nani, na wao pia walimpiga, lakini pia hawakuweza kabisa kumruhusu aweze kuwaona. Farida, basi ni hatari sana. Mimi nadhani hapa kuna kitu kibaya kinachoendelea. Kwa sababu haiwezekani mtu atolewe huko alikotolewa, amlete kaka yako mpaka hapa nyumbani na asiseme chochote. Mimi nadhani kuna mchezo unaendelea na utakuwa ni mchezo mbaya sana. Ni kweli kabisa madam. Lakini pia sikuwaza hicho kitu. Mimi ninachoshukuru tu Mungu, kakaangu ameweza kurudi yuko nyumbani na yuko salama. Ni kweli, kwa sababu kakako amerudi sio jambo baya. Lakini kitu ambacho nakiwaza, Baby Supu atakuwa kwenye hali gani? Na atakuwa yuko wapi? Kwa sababu mimi nilijua wenda labda kakako anajua chochote. Na hapo tungeweza kujua kama Janeti anahusika au labda kuna watu wengine wanahusika. Kwa kweli madam, hata mimi mwenyewe sielewi. Hata mimi mwenyewe nachanganyikiwa kabisa, kuna muda yani. Sielewi mtoto atakuwa kwenye hali gani mpaka sasa hivi. Basi sawa. Kikubwa tu hapa inabidi tumuombee kwa Mwenyezi Mungu awe salama. Alafu nimekumbuka kitu. Jana kipindi natoka kwenye kikao nilikutana na Janeti njiani, kanisimamia katikati ya barabara. Nilishtuka sana nilivyomuona. Ilikuwaje? Nimefika pale nikamsalimia, lakini cha ajabu Janeti jana kaning'ang'ania anataka kuja nyumbani kwangu. Yaani kakazania kabisa anataka aje paone nyumbani kwangu. Nyumbani kwako? Ndio. Kufanya nini? Mimi sijui. Kwa hiyo ukawa umekuja naye mpaka nyumbani kwako? Farida, sikuwa na jinsi na sikuwa na namna ya kumkwepa kwa sababu nisingeweza kumwambia kwamba sitaki kwenda nyumbani. Na nimemwambia nimetoka kwenye kikao najisikia kichwa kinaniuma, nataka niwahi nyumbani. Naye akaniambia anataka kuja nyumbani kwangu apaone. Kwa sikuwa na jinsi, kabidi tu nikubaliane naye nimlete, lakini kwa kweli yani nilikuwa naogopa sana na mpaka sasa hivi mimi sina amani. Pole sana madam, lakini pia naomba uwe makini sana na Janeti kwa sababu namjua akili zake yule. Ni kweli. Hata hivyo mimi mwenyewe nimeogopa, usiku kucha nimelala na asali. Yaani namuomba Mungu tu anisaidie na niepushe na kila kitu ambacho yeye anakipanga juu yangu. Alafu, umesema kakako alirudi saa ngapi? Alirudi jana mchana. Hapo. Jana kipindi niko naye hapa Janeti alipigiwa simu, akawa nakata. Amepigiwa zaidi ya mara 3 anakata. Mimi nikamwambia pokea. Alipokuja kupokea, nahisi kuna taarifa alipatiwa, nayo taarifa ilikuwa ni mbaya. Nadhani ndio hiyo taarifa kwa anampatia labda kakako ametoka kule amekuja huko. Ndio. Madam Leticia, sasa tunafanya nini kama ndo hivyo? Hapa hamna cha kufanya. Wewe kilichopo tu nenda nyumbani. Kamfuatilia Janeti, wewe ndio unaweza kupata chochote kitu tukajua tunaanzia wapi. Basi sawa. Acha mimi niende nyumbani. Basi sawa. Hakikisha ukifika nyumbani taarifa yote ambayo utakayoipata wewe nipigie simu. Sawa, hamna shida, nitakwambia kila kitu. Sawa. Haya, bye. Haya, karibu. Hebu ngoja kwanza Jeni. Unajua Jeni, kuna kitu nataka nikwambie. Unajua katika maisha yangu yote mimi sijawahi kuwa na rafiki wa karibu kama wewe. Na leo ndo nimegundua kwamba kuna tofauti kati ya wewe na wanawake wengine. Unajua utofauti wake upo wapi? Tangia nilipopata yale majanga nilipopigwa, umekuwa kidete sana kunitetea, kunitafuta, kunipambania. Na nimefurahi sana. Unajua sikutegemea kabisa. Mimi nilitegemea labda baada ya kupata majanga ungeondoka, ungekaa mbali na mimi. Lakini umenipambania sana. Kiukweli najivunia sana kuwa na rafiki mzuri kama wewe. Na kwa haya ambayo umenifanyia, hata kama nitakosa cha kukulipa, basi Mungu anaweza pia kukulipa kwa mema ambayo umenifanyia. Asante sana Jeni. Usijali Kiti. Hata hivyo namshukuru Mungu kwa sababu unaendelea vizuri. Na kama nilivyowahi kukwambia, nikiwa karibu yako najihisi amani, najihisi niko salama, najihisi nina furaha. Kwa ulivyokuwa mbali na mimi, nilikuwa sina amani, alafu nilikuwa siko huru. Kwa ilikuwa ni lazima sana nikupambanie mpaka upatikane. Nimefurahi sana Jeni kwa kuwa mwanamke shupavu na jasiri. Lakini pia unajua umenikata nilikuwa bado hata sijamaliza kuzungumza. Kitu gani hicho ambacho bado hujaongea? Nakupenda. Kama na mwingine atacho mwenyewe, ninachojua kwake mimi niko mwenyewe. Vipi, mbona umeshtuka? Au hujapenda mimi kukwambia neno nakupenda? Au neno nakupenda ni geni sana kwenye masikio yako?
Hapana, nimeshangaa tu kwa sababu niliwahi kujiahidi kwamba mimi nitakuwa mtu wa kwanza kusema ukweli wa moyo wangu. Kiti, kusema kweli hata mimi nakupenda sana. Kweli? Yeah. Huyu wa sasa hivi akinacha nimekusha masela sana, waza nipige simu moja kijijini kwa bibi amtengeneze, ananikorokochoa akili kajaza maujinga, ananichanganya huyu mtoto wa mama mkwe, asipotangaza ndoa anatangaza vita naye, nitamvunja miguu akiuvunja moyo wangu. Nawaza nimposti ila naogopa watamroga, najua hayawahusu ila kuna pisi ndo maana nampenda. Karibu sana Mr. Benny. Asante sana madam. Nimepokea simu yako. Na cha ajabu umekataa kuzungumza kwenye simu. Umesema kwamba unahitaji kuonana na mimi. Haya, nimekuja kusikiliza wito. Una taarifa gani? Asante sana kwa kuja kunisikiliza. Vipi? Una taarifa yoyote ya vitu vinavyoendelea kwa sasa? Vitu vinavyoendelea? Ni vitu gani hivyo tena? Mimi sina taarifa yoyote. Una habari kuwa shemeji yako amerudi? What? Shemeji yangu? Ndiyo. Kichinjile? Yeah. Mimi sina taarifa yoyote. Amerudi lini? Na nani kamleta? Shemeji yako amerudi jana, kwa sababu jana hizo taarifa amenipatia Farida. Na inavyosemekana haijulikani mtu yote ambaye amemleta pale nyumbani, ila tu amemkuta yuko nje ya geti. Inawezekanaje sasa hii? Yaani mtu atekwe, achukuliwe, arudishwe bila mtu yote kumrudisha? Wewe si inawezekana? Mimi mwenyewe nimeshangaa kama unavyoshangaa wewe. Kiukweli mwenyewe nimejaribu kumuuliza sana Farida, lakini amesema yeye mwenyewe ajui na kaka yake kwa bahati mbaya akumbuki chochote. Yaani hamna anayemkumbuka, hata ambao walikuwa wamemteka hajafanikiwa hata kuwaona sura zao. Oh my God. Hii ni hatari sana. Na kiukweli imenishangaza, sikuwa na taarifa yoyote. Na kama ningepata taarifa hii mapema, nadhani ningepitia pale pale kwao. Yeah, hata hivyo kuna kitu ambacho mimi kwa sasa nafikiria. Nadhani huko alipokuwepo shemeji yako, hata baby Supu huenda yuko huko. Kivipi yani? Nadhani mtu ni nani ambaye anaweza kumteka mtu akamrudisha nyumbani kwao kimya kimya? Asiseme kabisa jamani huyu mtu mimi niko naye. Yaani kamweka oni kama ni hatari. Huenda unachokisema kiko kina maana sana. Lakini sikuwa na idea hiyo. Na wewe una wazo gani juu ya hili? Mister, kiukweli mimi kuhusu wazo sina wazo. Ila nina idea fupi tu. Nilikuwa nakuomba kwa sasa uwe karibu na Janeti. Kwa sababu kiukweli mimi mtu ambaye namshuku ni Janeti. Yaani nahisi kabisa anahusika na kila kitu. Kwa sasa hivi natamani utengeneze mazingira kuwa karibu naye, umfuatilie, umchunguze. Nadhani kuna kitu chochote ambacho unaweza ukakipata kutoka kwake. Yeah, ulichokisema kina maana kubwa sana. Na hauwezi amini tayari nishaanza kukifanyia kazi. Ila mara kadhaa nimekuwa nikimfuatilia kwenye maongezi ya simu zake. Na kuwa sina bahati naye. Yaani namkuta amemaliza kuzungumza na watu wake. Ila hiyo kazi nishaanza kuifanya. Kwa sababu nishaona kama nitaendelea kuachia polisi tu, mambo yatazidi kuwa mengi. Na hapa nishaanza kulivalia njuga na ni pole pole mpaka nihakikisha nampata binti yangu. Basi hilo ni jambo zuri sana. Na kitu kingine ambacho ningependa kukushauri pia, mtafute shemeji yako ongee naye. Huenda pia unaweza ukapata hata kitu kadogo kutoka kwake pia. Yeah, of course. Na kama ningepata hizi taarifa mapema ningekuwa nishaenda. Ila kwa sababu ndo nimepata taarifa sasa hivi, itabidi nikitoka hapa niende nyumbani nikabadilishe nguo kisha niende kule nyumbani kaonane naye. Basi sawa, mna shida. Karibu sana Mr. Jessica huko nyumbani. Nikushukuru tu kwa ushirikiano wako. Mungu akubariki. Amina. Basi hata mimi nikimbie kwa sababu nimekuja haraka tu. Basi sawa, mna shida. Haya, nikutakie mchana mwema. Na kwako pia. Najua hayawahusu ila kuna pisi. Unajua mambo kama katoto, yaani kama katoto kadogo. Nipatie ufunguo. Nipatie ufunguo ambacho hujaelewa hapo ni nini? Kweli cha mtu mavi.
Nimekaa hapa zaidi ya masaa 3. Hakuna dalili ya mtu yoyote kurudi. Inamaanisha kabisa usalama wa hii nyumba sio jukumu lako. Nilikuwa tu... Nipatie funguo. Eti mapenzi mbona unanikalia pabaya, unanikalia pabaya, unaniendesha. Yani mapenzi mbona unanikalia pabaya, unanikalia pabaya, unankondesha. Mbona sielewi bado, kosa ni nini bado? Ama ndo ujinga bado, kumpenda sienipenda. Na nikijaribu kumwacha ndoani, yuko bize na watu furani. Mioyo maututi tabani, yani la hakuna. Eti labda bado wangu hajazaliwa, wangu hajatokea, Mungu hajanikumbuka.